في السماء فانجر الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير. أم الحسن والحسين قرة عين رسول الله. السلام على أم المؤمنين خديجة زوجة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى عبده كتابا كالشمس وضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. من تمسك به معاش في النور كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ذل في ظلمات كالليل إذا يغشاها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الجن والإنس سيد العرب والعجم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى آخر الزمان. قال الله تعالى في تنزيل: إن الدين عند الله الإسلام. أما بعد، إخوة الإيمان أحباب رسول الله, ndugu zangu katika imani wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabla sijatoa nasaha, ningeomba kama unanijua wewe ni kijana na umeketi kwenye kiti, ningeomba upishe mzee ili tuweze kupamba mandhari vizuri kabisa. Hivi viti tumeviweka kwa ajili ya wale wazee, watu wazima na mashaka zetu waweze kuketi na kupumzika. Inshallah itakuwa ni aula zaidi, itakuwa ni aula zaidi, ili sisi vijana tuweze kukaa sehemu nyingine. Inshallah watu wazima waweze kuketi vizuri, waweze kupumzika inshallah, na vile vile kina mama waweze kupata sehemu yao, wasiweze kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake. Siku moja bwana mtume alikuwa ameketi, akaja Mwarabu mmoja mpaka mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa yuamuuliza swali bwana mtume. Sikilizeni swali mtume anaulizwa: ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aqaribu rabbuna fanunaji am baidu rabbuna fanunadi? Hebu tuambie ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, Mola wetu yuko karibu hata wakati tunamuomba tutoe sauti ndogo ndiyo Mungu atusikie, ama Mola wetu yuko mbali
hata wakati tunamuomba tupige kelele kama vile wengine ndio Mungu atusikie? Fasakata nabii, mtume alinyamaza. Baada ya mtume kuuliza swali hili, Mwenyezi Mungu yuko mbali ama yuko karibu, mtume kanyamaza. Kwa nini kanyamaza? Kwa sababu Allah anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hasemi kwa matamanio ya nafsi yake bwana mtume. Anachokisema bwana mtume ni ufunuo unaotoka kwa Allah. Aliponyamaza bwana mtume, aliteremka malaika Jibril alayhi salatu wassalam, akapasua mbingu saba, akaja mbele ya bwana mtume, akamwambia maneno yafuatayo. Maneno haya yanapatikana katika Qur'ani, katika suratul Baqara. Bwana mtume anaulizwa swali na Mwarabu, Mwenyezi Mungu yuko mbali ama yuko karibu? Kama tuna shida zetu sisi, tunataka kumwomba yeye Mwenyezi Mungu, je, tuambie mtume wa Mwenyezi Mungu yuko mbali ama karibu? Mtume analetewa jibu na malaika Jibril, awaambie Waarabu na wanadamu wote. Anaambiwa nini? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi Mwenyezi Mungu, basi waambie, watakapokuuliza fa inni qarib, mimi niko karibu na wao. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, tena naitikia dua ya muombaji pindi anaponiomba. Sisi wanadamu sote tuko na shida zetu, sote tuko na shida zetu. Sasa Mungu anasema kama una matatizo we muombe, mimi nitakupatia. Allah anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na Mola wenu amesema niombeeni mimi nitawajibu dua zenu. Wa nahnu nad'uhu fala yustajabu lana, na sisi tunamuomba yeye Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu hataki kujibu dua zetu. Hasa leo watu wana matatizo mbalimbali. Mwingine anapata shida ya maradhi, lakini shida zake za maradhi, badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaenda kwa mganga ili aweze kumfanyia mazinga mbwe apate kupoa. Lakini haya yote ni ujanja. Angalieni Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Musa siku moja alipata maradhi ya meno, aliumwa na jino. Nabii Musa aliumwa na jino siku moja. Kisha Nabii Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, anta tabibul akbar, wewe Mola wangu ndiyo daktari mkubwa, mimi naumwa, nina maradhi. Sikiliza vizuri wewe ndugu yangu uleketi hapo, ambaye na wewe una maradhi yako ama una mtu wako mgonjwa nyumbani. Nabii Musa naye alipata na maradhi ya kuumwa na jino. Sasa Nabii Musa anamwambia Mwenyezi Mungu, wewe ndiyo daktari mkubwa, fahal min dawa, kuna dawa yoyote ambayo unaweza kunipatia mimi nikapoa? Nini alichofanya Mwenyezi Mungu? Angalia, Musa anamtegemea Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye unaumwa unaenda kwa mganga, sikiliza Musa hapa. Musa anamwambia Mwenyezi Mungu, kuna dawa yoyote ambaye mimi unaweza nipatia nikapoa? Basi Mwenyezi Mungu kile alichofanya, faj'al lahu min shajaratin min shujaira, Mwenyezi Mungu akajalia moja katika miti hapa duniani, akajalia kuwa dawa. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Musa, nenda kwa ule mti pale, ukate vitagaa vyake, uanze kupiga mswaki na ukutafuna vitagaa vyake, utapoa. Mwenyezi Mungu mwenyewe anampatia Nabii Musa instruction, nenda fanya hivi. Nabii Musa anaelekea kwenye ule mti na kukata vitagaa, anaanza kupiga mswaki. Nabii Musa mara kupiga mswaki, ghafla akapoa, jino lake likaacha kuuma. Miezi ilipopita, Nabii Musa baada ya kukaa na kutulia, miezi ilipopita, jino likamrudia tena Nabii Musa alayhi salatu wassalam, akaanza tena kuumwa na jino. Nini alichofanya alipoumwa na jino Nabii Musa? Sikiliza vizuri wewe, sikiliza vizuri hapa, hapa ndo nataka usikilize vizuri. Nabii Musa alipoumwa tena na jino alisema hivi, mti upo. Alisemaje? Alisema mti upo, mimi najua dawa iko wapi. Ule mti ule, alienda kwa ule mti, akakata vitagaa, akaanza kupiga mswaki. Kila anapopiga mswaki na kusugua meno yake hapoi. Kisha ndiyo pale Musa alipoona hapoi,
akamrudia Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, Mola wangu jamani, huu ndio ule mti ulionaagiza mara ya kwanza ama sio? Nimetumia mti mwingine. Basi pale pale Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, wewe mara ya kwanza ulisema kuniambia mimi Mola wako, anta tabibul akbar, wewe ndiyo daktari mkubwa. Lakini hii mara ya pili ulisema daktari ni mti. Sasa mimi Mola wako nakwambia, ambia mti ukuponyeshe. Mara ya kwanza wewe ulipokuja hapa, ulikuja ukanitegemea mimi, ulinitegemea mimi kwamba mimi ndio mponeshaji. Kwa hivyo hata ukila headaches, wewe ukila Panadol ni sababu nimekupatia, ni njia nimekupatia, lakini mponeshaji nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wacha hiyo, wacha hiyo. Nabii Zakaria, Nabii Zakaria alayhi salatu wassalam, sikilizeni vizuri nyie, siamtaki kumtegemea Mwenyezi Mungu. Watu wana shida hapa, mtu akipata shida anapelekea shida zake kwa mganga, mganga mwenyewe anampelekea shida zako, nyumba yake inaanguka. Kwa nini asijigangwe yeye kwanza apate nyumba ya gorofa? Kwa nini? Kuna ujanja unatumika. Huo ujanja ndio maana tunao madaktari wanajua mambo hayo, wanajua. Unaenda kwa ramli, kinachofanyika nini pale kwa ramli tunajua, wallahi tunajua, tunao hapa, na tutaelezea inshallah mali kwenye tiba. Wale waislamu watakao kuja kwenye tiba inshallah tutaelezea masala haya yanafanya nini. Unaenda unaangalia kwenye kio, unaona mazinga mbwe, kwa nini inakuwa vile? Ni mchezo ile, michezo mnafanyiwa waislamu nyie. Ile ni michezo ambapo michezo hiyo hata wewe ukifundishwa unaweza kufanya, basi ukadanganya watu. Lakini kwa kuwa waislamu na watu wengine imani zao ni ndogo, mtu akipata matatizo hataki kumrudia Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, anaenda kuangalia mtu, anasema jamani, huwezi hata kunichanja mie kidogo, nikapoa. Siwacha hiyo. Sasa sikiliza hii ya Zakaria. Si umeisikiliza Nabii Musa? Sikiliza Nabii Zakaria mpya, huna wewe. Nabii Zakaria alikuwa na mwanawe anaitwa Nabii Yahya. Nabii Yahya alayhi salatu wassalam, Zakaria ana mtoto wake anaitwa Yahya. Siku moja kuna mfalme ambaye alikuwa anatawala sehemu ile ambayo Nabii Zakaria yuko na Nabii Yahya. Mfalme huyu anaitwa Herodos. Herodos kampenda msichana anaitwa Herodia. Herodos anataka kumuoa msichana anaitwa Herodia. Mama yake Herodia anasema, mwanangu, mfalme atakuoa. Lakini sheria ya Kiislamu ilikuwa haiwaruhusu hawa wawili kuoana. Herodos aolewe na Herodos amuoe Herodia. Sheria ilikuwa haiwaruhusu kuoana kwa sababu sio ajnabi, sio mtu wa kando. Lazima umoe mtu wa kando ndio unamoa, lakini ikiwa ni mtu, ni ndugu yako pale, humoe. Sasa Nabii Yahya alikataa, alisema Herodos hufai kumwoa Herodia. Mama yake Herodia akakasirika, kwa nini Yahya amekataa mfalme Herodos asimoe mwanangu? Ikafika siku moja, siku ya furaha, siku ya kusherehekea birthday. Nyinyi mnasherehekea birthday? Ayasikiliza birthday ya Herodos. Siku ya mfalme Herodos anasherehekewa siku ya kuzaliwa kwake. Sasa watu wakawa wanacheza, wengine wanafanya miujiza, wanamtumbuiza mfalme Herodos. Yule binti yule anaitwa Herodia, yule alikuwa ni msichana mzuri. Yeye akaja pale mbele ya mfalme, akamuonyesha mfalme jinsi anavyoweza kucheza nachi, kama vile chakacha. Si mnajua chakacha? Nyewe kina mama, si mnajua chakacha mnajua, msijitie mnanyamaza. Wasijitoa cha Mungu hao wajanja hawa. Mnajua chakacha. Sasa Herodia akacheza chakacha mbele ya mfalme Herodos. Na mnajua wanawake vile walivyoumbwa, mashallah. Mnajua kucheza chakacha. Mfalme Herodos akapendezwa sana, akasema, mimi naapa mbele ya hawa mawaziri wangu. Mnajua wafalme marais wako na wale mawaziri. Naapa mbele ya hawa mawaziri wangu, chochote atakachosema huyu binti,
chochote atakazosema huyu Herodia mimi nitampatia, ataje chochote. Sasa Herodia ni msichana, yuko na mama yake kakaa pale kando, anaitwa Samuma. Ameenda akamfuata mama, mfalme huyu nimecheza vizuri mimi mbele yake, ananiuliza niseme ninachotaka. Mama wasemaje? Nitaje nini? Nitaje ndege? Nitaje gari? Nitaje nyumba? Mama anamwambia, mwanangu acha, usitaje nyumba, usitaje gari wala kiwanja. Mwambie mfalme nataka kichwa cha nabii Yahya kiletwe hapa mbele yako. Yahya uwawe, uletewe kichwa chake, ndio zawadi yako. Mwambie. Kwa nini? Kwa sababu Yahya, mama anajua Yahya alikataa Herodia asiolewe na Herodos. Sasa huyo tukimuua huyo, hawa wawili wataoana. Mfalme akaambiwa na binti, mfalme umesema chochote nikisema utanipa. Nasema mbele ya hawa watu wote walioko hapa, niletee kichwa cha nabii Yahya kiletwe hapa. Mfalme akashtuka, mfalme akaanza kusikitika. Kataja kichwa cha Yahya, manake mfalme alikuwa anajua Yahya ni nabii, he was a prophet of God. Vipi nitamuuaje Yahya? Lakini kwa kuwa ameapa mbele ya wale mawaziri wake ili asionekane yeye ni kigeugeu, basi akatuma maaskari, nendeni mkamkate Yahya kichwa. Yahya anafuatwa na maaskari akatwe kichwa. Yahya yuko wapi? Yahya yuko kwenye sala anaswali. Yahya yuko msikitini anaswali. Allahu akbar. Baba yake nabii Zakaria ndio imam anaswalisha. Zakaria yuwaswalisha, Yahya yuko nyuma, yeye ni maamuma anaswali. Maaskari wakaingia, wakamshika nabii Yahya, wakamvuta kwenye swala, wakamlaza chini, wakaanza kumkata kichwa. Zakaria hakuvunja swala, wala Waislamu hawakuvunja swala. Yahya nyuma anauawa, anakatwa kichwa nabii Yahya. Kichwa chake kikachukuliwa kikaekwa kwenye kombe kama vile bakuli kubwa. Kwa nini wanafanya hivyo? Ili damu ya nabii Yahya isidondoke kwenye ardhi. Wanasema maaskari, damu ya nabii Yahya ikidondoka kwenye ardhi, Mungu wa Yahya na Zakaria atatuadhibu. Kwa hivyo tahadharini, damu yake isidondoke chini. Kombe likaletwa, kichwa kikatiwa kwenye kombe. Nini kilichofuatia? Wanampelekea binti kichwa cha nabii Yahya. Hichi hapa, chukua. Binti anapelekiwa kichwa. Soboto leo kutokezea mwanamama kwenye harusi atikati vizuri, aulize tukupe nini? Nileteni kichwa cha rais. Nani? Soboto. Akiulizwa nataka nini? Nataka nyumba mie. Nataka nini? Nataka gari. Atasema chochote kabisa. Basi naye binti katiwa maneno na mama yake, aletwe kichwa. Sasa kichwa hicho kishaletwa. Haya, utakifanya nini? Kichwa kaletewa, kakichukua kamuonesha mfalme, wakaenda wakizika. Basi mama anafurahi, anasema Yahya kashauawa. Angalia wanawake, inna kaidakunna adhim. Waislam vitimbi vyao vikubwa wanawake. Dr. Tito, sikiliza vizuri, leo nakupa visa vya kina mama hawa hapa wanatuangalia. Vitimbi vyao vikubwa shekhe. Waliooa wanajua. Kweli si kweli? Mlioa mnanyamaza. Wanajua vitimbi vyao vikubwa. Dr. Tito hii huna. Ndio maana kuna siku moja, kuna shekhe mmoja alitoa mawaidha msikitini. Sikiliza vizuri. Alisimama msikitini akasema hivi, Waislamu pamoja na imamu wetu, jamani sisi tumechoka na tabia za kina mama. Waislamu wote msikitini. Kweli shekhe? Shekhe akasema, ni wangapi katika sisi ambao wanasumbuliwa na wake zao wasimame? Msikiti mzima ukasimama pamoja na imamu, lakini kuna mtu mmoja peke yake alikuwa ameketi chini. Msikiti mzima ukasimama, imamu pia akasimama. Sijui imamu wetu wa msikitini hapa, sijui vipi wote, lakini mtu mmoja ameketi chini. Msikiti mzima unasumbuliwa na wake zao. Basi shekhe akasema, mashallah, huyu shekhe ameketi hapa,
hasumbuliwi na mkewe, amepata mke mzuri, mke mcha Mungu, mashallah. Yule aliyeketi akamwambia shekhe aliyesimama, bwana shekhe, mimi nimeketi sikuweza kusimama. Akamwambia kwa nini? Akasema mimi mke wangu jana usiku kanipiga, kanivunja miguu, kanivunja miguu, ndio maana sikuweza kusimama. Inna lillahi. Fanya mchezo. Dr. Tito, sikiliza vizuri hapa, hawa wana shida sana. Mama huyo anamwambia mfalme, kichwa cha Yahya kimeletwa hapa. Kichwa cha Yahya kikaenda kikazikwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuacha hivi hivi. Alipoona ya kwamba mji huu umemwasi, wamemuua Nabii Yahya, Mwenyezi Mungu akaanza kuangamiza mji. Sikilizeni kilichofuatia, ndio kwenye pointi yangu hapa. Hii ilikuwa nasalimia tu, pointi iko hapa mbele. Mwenyezi Mungu akaanza kuangamiza mji. Basi mfalme Herodos akasema, maadamu Mungu wa Nabii Yahya na Nabii Zakaria ameanza kutuadhibu, tummalizeni na Nabii Zakaria pia vile vile, au wawe Zakaria, tusimwache. Wakatumwa maaskari wamfuate Zakaria waende wakamuue. Malaika akamtokea Nabii Zakaria, Nabii Zakaria, kikosi cha mfalme kinakuja kukuangamiza, kimbia, ondoka. Nabii Zakaria anakimbia tifutifu, anakimbia. Nabii Zakaria alipotazama nyuma akaona kikosi na mafarasi kinakaribia. Ibilisi aliyepata laana za Allah akajimithilisha katika maumbili ya mwanadamu, akawaambia kikosi cha maaskari, sehemu yoyote atakayojificha Nabii Zakaria mimi nitaonyesheni, twendeni, mimi niko na nyinyi. Ibilisi huyo, fanya mchezo wewe, anajimithilisha katika umbile la mwanadamu. Anasema, wasemaje, unataka kwenda msikitini ama unataka kwenda nani kule maskani? Unafikiria? Anakwambia sikiza bwana, msikitini bwana, msikiti ukienda msikitini utaibiwa viatu. Na ununua viatu vipi? Usiende msikitini. Sasa fikiria, utaenda msikitini uibe viatu? Lakini kule maskani huibi. Twende. Anakuziwaza tu. Ibilisi huyo alivyomjanja. Ibilisi anatafuta wafuasi. Ibilisi anatafuta, na leo ndo tutadhihirisha baadhi ya mambo. Semeni inshallah. Leo kuna mambo hapa tutaonyesheni hujawahi kuyaona tangu uzaliwe. Wewe pitwa tu, pitwa. Sasa Ibilisi anawaambia kikosi cha maaskari, mimi nitaonyesheni mahali Zakaria atakapojificha. Zakaria anatazama nyuma, anaona mafarasi ndio wale wanakuja. Alipotazama mbele Nabii Zakaria, ubavuni kwake Nabii Zakaria akaona mti mkubwa. Nabii Zakaria akasema maneno haya, ewe mti nisaidie. Anasemaje? Ewe mti nisaidie. Mti ukajifungua mapande mawili, akaingia katikati, mti ukajifunga. Kipande cha nguo cha Nabii Zakaria kikawa kimefinywa nje, kinaning'inia nje. Inna lillahi. Sasa kikosi cha maaskari kimefika pale karibu, kinataka kupita. Ibilisi anawaambia maaskari, nyie mnaenda wapi? Mnayemtafuta yuko hapa katikati ya mti. Hawaamini. Hivi mimi niwaambieni, Dr. Tito kama hajakuja, niwaambieni hivi, Dr. Tito yuko kwenye huu mti, mtakubali? Subutu. Nyote mnaondoka kwanza, alafu baadaye mkatae, alafu niwaambie Dr. Tito tokezea. Mmeona atokezea katikati hapa, ndio inna lillahi. Nyote vitini, nafanya mchezo nyie. Na kesho Dr. Tito kija, njoo ingie kwenye mti wasikuone. Alafu baadaye nikuite utokezee. Watu wanapita, Ibilisi anawaambia, mnaenda wapi? Nabii Zakaria yuko hapa katikati. Wanakataa. Ibilisi anawaambia, angalieni nguo yake hii hapa, amefanya uchawi wake, mti umejifungua kwa uchawi wake, kaingia katikati. Kateni mti. Wengine wakasema la, tuuchome mti. Ibilisi akasema la, kateni mti. Wakachukua makalio, wakachukua makali kama panga, msumeno vile, wanataka kuukata. Mwenyezi Mungu kamtuma malaika Jibril aende kwa Nabii Zakaria
amwambie maneno yafuatayo. Sikiliza maneno yenyewe. Malaika anakuja kwa Zakaria, anamwambia, Zakaria, Mwenyezi Mungu ananiambia ya kwamba hawa watu sahihi wanataka kukuua. Sasa Mungu ananiambia wewe ulipofika hapa kwenye huu mti uliambia mti nisaidie, hukumwambia Mwenyezi Mungu nisaidie. Hukusema Mwenyezi Mungu nisaidie, niko na shida, watu wanataka kuniangamiza. Wewe uliambia mti nisaidie. Sasa mimi malaika naambiwa na Mwenyezi Mungu nikwambie hivi, kwa kuwa umeambia mti akusaidie, Mungu anasema wakati wanakata huu mti, wanakata shingo yako, basi usitoe sauti, usipige kelele. Si mnajua kelele? Ushaona mwizi akipigwa ama mtoto akidungwa sindano, mtoto vile akidungwa sindano, ile kelele anaotoa pale, basi hata ukelele kidogo usitoe. Nyamaza kimya, fanya kana kwamba hakuna mtu yoyote katika huu mti. Wakati wanakata mti sasa, Nabii Zakaria kashapewa maagizo, tena anaambiwa ukipiga kelele Mwenyezi Mungu anakwambia anakuvua cheo cha unabii, wewe utakufa na unabii kwako sahau. Yani ningelikuwa sahihi tukimjua Zakaria tunasema alikuwa Zakaria, sio Nabii Zakaria, tunasema Zakaria. Nyamaza kimya, ukifanya tu ai, hiyo ai nabii unaondolewa, ndio ai. Sasa nyamaza kimya. Wakaanza kukata mti maaskari, wanakata mti maaskari, mara shingo yake ikaanza kukatwa polepole. Nabii Zakaria anahisi uchungu, lakini anafanya subra kwa ajili ya nani? Leo wangapi wanafanya subra kwa ajili ya Allah? Wangapi watu hawana subra? Wakipata matatizo tayari wanaenda kwa waganga. Mtu kaingiwa na jini, ama jamaa yake ameparalyze, kaingiwa na jini labda Jalush, ama jini mwingine anaitwa Sarih. Wako tofauti tofauti, wako makabila 600. Hawa majini wako makabila 600. Kuna wengine wanaoruka, kuna wengine wanaotembea, kuna wengine wanaotambaa. Jini anamuingia mwanadamu kupitia tundu zake za mwili. Mnazijua nyinyi, nyingine sitaki kuzitaja, tafuteni. Anaingia huko jini. Na kuna mambo mawili, kuna mtu anaweza kulogwa na kuna mtu anaweza kuingiwa na jini. Haya ni mambo mangapi? Kwa hivyo wewe huenda wewe mwenyewe ukawa na maradhi, lakini maradhi yako sio kwamba eti umeingiwa na jini, labda umefanyiwa uchawi, yani umerogwa. Na kuna mengine wewe pengine hujarogwa bali umeingiwa na jini. Vipi jini anamuingia mtu? Tutaelezea mambo yake maadamu tuko katika muhadhara huu. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Nabii Zakaria anakatwa shingo yake polepole, ananyamaza kimya mpaka Nabii Zakaria anakufa, mpaka bado anaachiwa cheo cha unabii, mpaka wa leo akitajwa tunasema Nabii Zakaria. Yani aliambiwa maneno, ukipiga kelele tunakuvua cheo cha unabii. Kwa nini? Kwa sababu alitegemea mti, hakumtegemea nani? Leo ni wangapi wanapenda kutegemea watu kwa shida zao? Kwa nini tusimrudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shida tulizo nazo? Wallahi ndugu zangu Waislamu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na madhambi yetu atufutie. Wallahi ndugu zangu, tuna madhambi sisi. Tukianza kusema kila mmoja apewe maiki hii, asimame hapa mbele ataje madhambi yake, wengine watashika mdomo. Kumbe bwana Mamadi ana madhambi hivi. Wengine watashangaa. Kuna watu wanamkosea Mwenyezi Mungu hapa, aliyofanya Firauni kidogo. Huu kuna watu wanamkosea Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, turudini kwa Allah, tusemeni inshallah. Turudini kwa Mwenyezi Mungu, tusemeni inshallah. Tuweni watu ambao kwamba ni wacha Mungu. Maadamu tuko katika muhadhara huu, bado kuna vitu tutawapatia, vitu mbalimbali inshallah, tutawalisha vitu mbalimbali, na Mungu akipenda pia vile vile tutaweza kugusia makabila 600 ya majini wako vipi na mataifa yao, na hawa majini wanamdhuru vipi mwanadamu. Semeni inshallah. Hivi sasa ningependa tutulie, na kule tumeweka meza kule leo, na vitabu vile pale tumeweka Qur'ani, Biblia, Qur'ani ya Kizungu,
tumeweka pale tafsiri ya Qur'ani pale ya Kizungu, tumeweka ya Kiswahili, Biblia mbalimbali tumeziweka pale. Nafikiri Wakristo wanajua. Mwenye maswali meza ile pale, ataketi pale apewe maiki amuulize Dr. Tito aliyekuwa pasta. Mimi nitamsaidia kidogo tu, lakini huu muhadhara ni wake haswa. Semeni inshallah. Kwa wale Wakristo wale, kama sikiliza vizuri, kama wewe ni pasta, shemasi, kasisi, wewe ni Mkristo mfuasi, tunaye mtu ambaye alikuwa mchungaji. Njoo pale umuulize maswali yako yoyote unaoyataka. Bora ya dini. Bora ya dini. Usije hapo kauliza ile fimbo ya Nabii Musa ilikuwa ni mpera ama ni mwembe, hatuna jibu. Ama ungangano mfuko mkubwa unatoa maamri mangapi? Hatujui. Maswali ya dini ndio tunayataka. Kwa hivyo hivi sasa inshallah kaeni vizuri. Tumpandisheni Dr. Tito inshallah kwa muda huu. Halo. Aweze kumalizia mada ambayo kwamba anatuelezea jana na vitu ambavyo kwamba aliweza kutuahidi jana inshallah. Hii ni nafasi yake inshallah. Tusije tukala muda wake mrefu akakosa mambo mengi ya kutuonesha. Tusemeni inshallah. Kwa hivyo Dr. Tito inshallah. Naam, fali atafadhal, karibu sana. Ongeza. Mic 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbona kaka? Kama umezima hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye uwezo sio uwezo na kila alichokiwezesha, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia pumzi tena siku nyingine wakati kama huu, Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba binadamu kwa kupenda kwake. Lau kama angependa Mwenyezi Mungu basi angetuumba mende, yawezekana saa hii tungekuwa chooni tukisubiri watu walete mizigo yao. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ametuumba binadamu tena wenye sura nzuri zenye kupendeza. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kutuletea mtume wa mwisho wa zama hizi si mwingine bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aliyekuja na kitabu kilichoambatana na haki, mtume ambaye aliyekuja kuwatoa watu kwenye kiza na kuwaleta kwenye nuru, na nuru hiyo si nyingine ni huu Uislamu. Ndugu zangu katika imani, na wale ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, tunawakaribisha, tunawaalika katika muhadhara huu wa amani kabisa kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya maisha yetu baada ya maisha hapa duniani, tukitegemea kuna maisha mengine, maisha ya ufalme, maisha ya uzima wa milele. Ama kwa wale ambao waliokuwepo jana, nilizungumza mengi na mengi niliachia, niliahidi kuwa leo nitazungumza. Na kwa wale ambao leo ndio mara yao ya kwanza kufika katika viwanja hivi, basi si vibaya nikajitambulisha tena kwao. Kwa jina naitwa Ustaz Dr. Juma Tito, mwenyeji wa Tanzania. Hapo awali nilijulikana kwa jina la Michael Tito, mwalimu, mwinjilisti, mchungaji, mtume na nabii. Yaani vyeo hivi vyote vilikuwa vyangu: mwalimu, mwinjilisti, mchungaji, mtume na nabii. Karibu vyeo vinne. Na hiki cheo cha unabii na utume nilijipatia mwenyewe. Niliamini ya kwamba Yesu kanipa, na nikajitangaza kwamba mimi ni mtume na nabii.
Kama vile leo mnavyoona kwenye ma-TV, kama siku ya leo na kesho mtaona mitume wengi leo kwenye ma-TV. Si mtume wa wapi? Tena bahati nzuri kwenu hapa Mombasa kuna mtume wa mji. Yaani yeye ni nabii wa jiji hili. Yaani yeye nabii wa hapa. Sasa sijui wa nabii wa Kenya nzima yupo, lakini naamini yupo. Hivi ndivyo dunia ilipofika sasa. Na haya nilifikia tabidi mtaalamu wa vyombo shekhe baadaye akupe vyeti vyake kasomea chuo gani, kwa sababu haiwezekani vyombo vinakata mara kwa mara. Kwa hiyo hivi vyeo ni vyeo ambavyo hujipatia mwenyewe. Nilikuwa nikiamini ya kwamba Yesu ndiye Mungu, na ndio maana shekhe nimemwambia leo jaribu kuweka pale ili wapatikane wale ndugu zetu katika Adam, kama watakuwepo waweze kufika pale ili waweze kuuliza maswali yao, na inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakuwa ni wenye kuwajibu. Semeni inshallah. Ndugu zangu katika imani, ni mengi ambayo ya kuzungumzwa yapo. Historia yangu ni ndefu sana, lakini kwa wale ambao jana walikuwepo nilijaribu kugusia namna nilivyokuwa nikifanya, namna nilivyokuwa nikitengeneza walemavu feki, nikiwaandaa wale walemavu kwa muda usiopungua miezi 6 mpaka mwaka mzima. Na hivi vyuo vipo ambavyo hapa kwenu Kenya vipo vyuo hivi, hata kule kwetu vyuo hivi vipo vya kutengeneza walemavu. Walemavu hao ambao huandaliwa kwa muda mrefu, kisha wakawa wanapita katika maeneo yenu mkiamini ya kwamba ni walemavu kweli, lakini sivyo, ni walemavu walioandaliwa na kutengenezwa, ambapo watakapokuwa washaandaa mikutano yao na wakitangaza kwamba walemavu wenye shida, wagonjwa wapelekwe, wakiamini ya kwamba wakiombewa tu basi watakuwa ni wenye kupona maradhi yao. Nadhani leo hata kwenye ma-TV mmekuwa mkiona. Lakini nikwambia kwamba hata ndugu yangu ambaye bado hujabahatika kuwa Muislamu, hulazimishwi lazima wewe uwe Muislamu, isipokuwa Mwenyezi Mungu akitaka basi utakuwa Muislamu. Hivyo kwa hiyo ndugu zangu, haya ambayo mmekuwa mkiyaona sehemu mbalimbali kwenye ma-TV, na watu wengi wamekuwa wakiamini ya kwamba ni kweli Yesu anaponya. Wengi wamekuwa wakiamini hivyo, na hili limekuwa ni tatizo, tena tatizo ambalo limekuwa kubwa, na jamii kubwa imekuwa ikiathirika katika hili. Ndugu zangu, nikwambieni ya kwamba wakati mimi niko kule kanisani, nikiwa kama kiongozi, maana nilikuwa na mamlaka kama nilivyosema ya kuwasamehe watu dhambi, nikiwa na mamlaka ya kuwauzia watu mapapai, na chochote ambacho nitakachokuwa mimi mwenye kukisema hakuna mtu yoyote mwenye kuweza kukipinga, na ukipinga na mamlaka ya kupatia we dhambi, na hakuna mtu yoyote wa kuniuliza. Yaani we ni kuniambia tu, jana nilimzini nani, nilimuibia fulani,
jana nilizungumza jambo fulani, basi mimi nikukwambia tu kwamba kuanzia leo, siku ya leo, kwa mamlaka nilionayo sasa, kwa maana na kusamehe dhambi kuanzia saa hii. Na wewe upate kuniuliza, wewe umenisamehe zako dhambi zako, anakusamehe wewe nani? Ole wako ukiniuliza na uwezo wa kukuongeza zingine. Unaamini ya kwamba mtumishi wa Mungu haulizi, unamuuliza mtumishi wa Mungu. Haleluya! Unani uwezo kaniuliza. Huwezi ukamuuliza mtumishi wa Mungu, unaniuliza. Lakini hii ni wakati ule, na ndiyo maana leo hii kama jana nilivyosema, kwa nini nakwambieni hata nyinyi ambao bado mmebaki katika Ukristo, hebu tambueni maneno aliyozungumza Yesu. Aliyozungumza Yesu kabla ya kuondoka, alishasema, akasema watatokea manabii wa uongo, watafanya ishara, miujiza na ajabu, yamkini wapate kuwapoteza hata waliokuwa wateule. Na ndiyo maana leo, siku ya Jumapili, Jumamosi, kila channel utakayofungua tu. Leo nilikuwa naangalia, kuna channel moja hapa kwenu, watu waumini wamepewa vitambaa. Wengi mnayaona. Wamepewa vitambaa. Watu wote wana vitambaa. Na hii nitakuja kukupeni hapa vitambaa, afu nitakwambieni nini kinafanyika. Tusemeni inshallah. Vile vitambaa vina kazi gani? Utakuta watu wamepewa vitambaa, kisha baadaye anasema maneno akisema ya kwamba leo ni siku ya ukombozi, ni siku ya amani, ni siku ya kwenda kukombolewa. Sasa sikiliza nikwambie ndugu yangu, ya kwamba saa hii ni siku ya mateso. Mateso hakuna tena, ya kwamba Mungu alishasema nasi, ya kwamba sikiliza, ya kwamba katika mlima alisema, akasema akimwamini Bwana na kumkiri na kuamini yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, atakuwa huru. Haleluya! Kwa hiyo anakuambia leo, shida za watu, matatizo ya watu, yote yatakwisha kupitia kwa Yesu. Sasa jambo moja la kujiuliza ndugu yangu Muislamu, jambo moja la kujiuliza ndugu yangu wewe Mkristo, kama kweli, narudia tena, naamini hapa wapo mapasta, mitume na manabii wenzangu wa zamani, wapo maeneo haya. Kama kweli walemavu, wagonjwa wanaombea kwa jina la Yesu wanapona, basi mimi natoa ofa. Ikitokea kaponyeshwa kiwete wa ukweli akapona, narudia tena, kwa sababu najua kinachofanyika ni nini. Nasema haya kwa sababu najua kinachofanyika ni nini. Ikitokea kiwete kweli kaombewa akapona, basi mimi nitarudi kanisani, nitarudi tena, nitafika nitubu kabisa. Maana kule naamini Mungu ni Yesu. Maana wakati nikitembea nina Yesu, nikilala nina Yesu, kinipiga kibao Yesu wangu, ujue kimeniingia hicho. Na ikitokea kipofu kaombewa kapona, sije Muislamu kalitadishwa. Ni ujanja unaofanyika. Utaona mtu ameenda kwenye TV, tena mbaya zaidi imefikia leo, mtu anakwambia ana ndugu yake yuko nyumbani anaumwa, anachukua picha ya yule ndugu yake anapeleka kwa baba mchungaji. Akifika eti anashika picha, anasema hii picha kwa sababu yuko nyumbani na Mungu ana nguvu na kuamuru sasa upone huko uliko. Eti anakwambia, analeta ushuhuda kanisani, anasema nilipeleka picha kwa mchungaji akamuombea, ndugu yangu yuko nyumbani kapona. Ndio imefikia stage hiyo. Lakini haya yote yanayofanyika ni uongo, ni ujanja. Na ndiyo maana nikasema kuna vitu kama 5 vinavyotumiwa. Vitu hivi 5 vinavyotumiwa ni pamoja na pete,
pamoja na vitambaa, nadhani wengi mnaona kwenye ma-TV, ikiwa pamoja kuna mikanda inayotumika, ikiwa pamoja huo mkanda unaitwa mkanda wa vodoe. Huu mkanda uligunduliwa China. Baadaye mapasta wa Nigeria walianza kuutumia mkanda huu, ambapo mkanda huu anauvaa huwezi ukaona, utaona ni kawaida tu na unaamini kweli ana nguvu za Mungu. Lakini mimi naamini maeneo yao hapo watu wazima wana miaka 50 mpaka 60, 70 mpo. Hebu jiulizeni, miaka hiyo ya nyuma, nani mlimuona kwenye TV akinyosha mkono watu wanadondoka? Nani mlimuona aliyeshuhudia miaka hiyo kwamba kuna wacha Mungu fulani wakinyosha mkono wanasema waleteni wagonjwa sasa, jioni ya leo ni saa ya wokovu, saa ya ukombozi, haleluya, rianda baba shika na baba shika? Nani aliona? Nani aliona? Lakini swali la kujiuliza, zama hizi, maana dalili zote za kiyama tayari, eti ndio inaonekana wako wacha Mungu wengi, eti wakinyosha mkono watu wanadondoka chini. Hapa kuna namna inafanyika, kuna vitu vinavyofanyika, na vitu hivi ndio maana tunakuambieni Waislamu, kwa lengo kubwa msije mkaiacha dini yenu. Tusemeni inshallah, tuseme tena inshallah. Maana nakumbuka wakati mimi nilimalizia jana kisa changu, nilitangaza nitamfufua marehemu. Watu kweli siku hiyo kwenye mkutano, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, maana hii ni dini yake, ndio maana hata vyombo vyenyewe ndio kama hivyo tena. Lakini tunamshukuru Mungu sababu ndio dini yake. Maana mimi mikutano yangu wakati niko kule, nilikuwa nikiandaa mikutano kwa gharama ya juu. Mkutano unagharamiwa hata karibu milioni 6 pesa ya Tanzania. Utapiga mahesabu Kenya ni shilingi ngapi? Ukishaandaa ule mkutano, siku hiyo nikatangaza kwamba waleteni wagonjwa, wenye pepo, waleteni wote wenye shida. Mbaya zaidi nikasema leteni wafu, nitafufua. Tena nilikuwa nikiamini ya kwamba kufa si mpango wa Mungu, kwa maana Mungu hajapanga mwanadamu afe. Mungu amepanga mwanadamu aishi milele, maana kufa kumeanzia katika bustani ya Edeni. Sikiliza nikwambie ndugu yangu ya kwamba, maana pale baada katika bustani ya Edeni, Mungu alipomwambia Adamu na Hawa wasile lile tunda, baada ya kula lile tunda, ndugu yangu, tayari pale pale umauti ukapiga hodi, kisonono ikapiga hodi, hata kaswende ikapiga hodi mpaka leo. Lakini Yesu akashinda umauti. Haleluya! Ndio nilikuwa nikiamini wakati ule. Kwa hiyo nikiamini kufa sio mpango wa nani? Wa Mungu. Unaamini? Na ndio maana kuna dhehebu moja wanajiita mashahidi wa Yehova, Jehovah Witness. Hawaamini kuna kiyama, kwamba eti mtu atakuja kuchomwa moto. Hawaamini hilo. Wanasema haiwezekani Mungu aumbe viumbe vyake kisha akawachome moto. Wanasema hakuna moto. Nami niliamini hivyo. Kwa hiyo nikamwambia leteni. Kweli siku hiyo kumefiwa kwa Mkristo, ndio jeneza likaletwa. Maana tunaendelea na mahubiri, tunasikia tu pisha 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 pisha. Sasa kumbe kilichotokea pale, ndugu zangu, kuna bwana mmoja, Waislamu kikundi tu, walipoona kwamba yale yanafanyika pale, wakaenda kuambia wale waheshimiwa, wakawaambia, nyie, kuna ndugu zenu hapa wamekuja, wanasema wagonjwa watawaponyesha na hata wafu watawafufua. Sasa mimi tunachoomba tu, wapelekeni, pelekeni, watawafufua. Wale mabwana wakasema lakini kweli twende. Wale Waislamu wakaondoka, wakarudi zao. Wale mabwana walijifungua na jeneza lao kule, wanakuja sasa kwenye mkutano. Sasa tunaendelea, jeneza limefika pale, namuuliza yule mwenzangu anaitwa Bwana John, Bwana John, maeneo haya ni mimi ni mgeni, makaburi yako karibu hapa? Akasema mimi mwenyewe nashangaa, wacha tuone. Jeneza la pisha 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 limefika, wanaliweka pale chini. Wanatufuata kwa kunyenyekea na kutii. Wanatuambia, watumishi, huyu bwana roho ishaacha mwili,
mwili ushaacha roho. Sasa tumeambiwa mnafufua hadi wafu. Kwa sababu tunampenda, tumeamua tumlete kwenu. Tulipofika pale, wale jamaa wakakaa pembeni, nikamnongoneza yule mwenzangu, nikamwambia, Joni, yule kafa kweli. Yule bwana kafa kweli yule, tusilete utani, kafa kweli. Akazikamwambia, lakini kazi leo unaanza wewe siku ya leo. Yule bwana akaenda pale, alijipinda kukemea na kuomba, alijipinda kwa kila namna na kunena kwa lugha mpya na ngeni, lakini marehemu akaendelea kubaki vile vile. Wale Waislamu kule, mimi sawa, wasiwasi wangu ni wale Waislamu walioko kule pembeni, maana kanzu zao washazikunja afu wamefunga, alafu wako pembeni na vikofia vyao tu vinaonekana. Sasa mimi nikiwaangalia wale nasema leo ndo shughuli ipo. Yule bwana akarudi tena pale anaomba, akinyanyanyuki mtu. Mimi akirudi kwangu namwambia, ndugu yangu, yule kafa kweli. Yule kafa kweli. Hajatania, yule ni marehemu. Tumesahau kwa tumetangaza tutafufua wafu. Yule bwana alipoona imekuwa ngumu achomokee wapi, akakunguta andiko katika Biblia Mathayo. Mungu ayaamini tukaamini Yesu ndio Mungu kipindi hicho. Maana Yesu ni mtume tu wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi si chochote isipokuwa ni mtume. Jamaa akakunguta andiko, Yesu anasema, maana nakwambieni ya kwamba mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Alipoanza kusoma andiko hilo, mimi tumbo langu likali na joto. Mwanafunzi tena hampiti mwalimu, ina maana yeye ni mwanafunzi, mimi ndiye mwalimu, ina maana mimi ndio nikafufue. Kachomokea hapo. Nikasema huyu ndugu yangu kashaniacha. Watu ndio wanazidi kuongezeka katika uwanja. Nadhani miongoni mwa mikutano yangu, nadhani hapa ndio watu wachache. Toka niko kipindi hicho sijasilimu mpaka sasa nimesilimu, nimealikwa nchi mbalimbali Afrika na nje ya Afrika. Nadhani wale waliochukua kanda yangu jana waliona mkutano uliofanya sehemu moja Tanzania inaitwa Songea, zaidi ya maelfu ya watu baada ya kusilimu. Watu walikuwa wengi. Na kipindi hicho alhamdulillah nilikuwa bado sijawa hivi. Maana sasa hivi kidogo mwembamba. Kipindi hicho kidogo nilikuwa mnene, afu ndo nizidi kuwa mweusi, rangi asili ya Adamu. Allah anasema mwanadamu anatokana na tope, dongo jeusi lilovunda ambalo likigongwa hutoa sauti. Adamu ndio asili ya kutoa weupe. Sura ya 15 aya 26 Qur'an. Sasa ukibisha wewe tafuta weupe tu, maana kuna watu wanajichubua balaa. Unakuta mtu ana rangi 3, ana Sprite, ana Coca na Mirinda. Mtu huyo mmoja, inna lillahi, halafu anaondoa na nyusi, mtoto wa Kiislamu, alafu nyusi anazichonga. Kuna wanja moja wanachonga shekhe kule kwetu Tanzania, sijui huko kwenu wanja unaitwa utajiju. Huo wanja utajiju nitakwambieni kesho uwanja utajiju ukoje na unawekwaje. Balaa. Sasa wale mabwana, baada ya bwana kuchomokea pale, mimi sasa akaniambia inabidi wewe ndio kafanye kazi. Watu ndio wanazidi kuongezeka. Nilipofanya mimi nikaenda pale kwenye lile sanduku, nikasema kwa mamlaka nilionayo ya utume na unabii, na kuamrisha wewe uliolala hapa, nyanyuka sasa, saa hii uende zako, maana umetupa nafasi sasa ya kusema na wewe. Maana Mungu alisema na baba zetu, na sasa anasema nasi katika roho na kweli, na kuamrisha sasa, nyanyuka. Kimya. Yule jamaa akanirudia akasema, ndugu yangu mtumishi, yule kafa kweli. Sasa tafuta tu nafasi namna ya kutoka. Sasa sisi kule angalieni hata kwenye TV. Angalieni kwenye TV namna wale wahubiri wanapozungumza. Kuna pointi fulani, hebu sikiliza kwa makini, afu unakuta kuna vitu fulani wanajaribu kuwateka watu kisaikolojia. Kuna namna ya maneno ambayo anaweza kayazungumza, anaweza kazungumza kaekti kwamba vile anaongea na Mungu live. Anaweza akakaa akasema, Mungu ulishasema ya kwamba utazungumza nasi katika roho na kweli, na sasa wanisikia, maana wewe ni mwema. Haleluya. Yana anajifanya anaongea na nani? Na Mungu. Kisha nikageuka pale nikawaambia, ndugu zangu, Mungu ananiambia ya kwamba saa hii
ameniambia ya kwamba huyu bwana mlimpenda sana, lakini Mungu ananiambia ya kwamba yeye amempenda zaidi, na kwamba kwa sababu kampenda zaidi, saa hii tunavyozungumza yuko pamoja na Yesu katika uzima wa milele. Huu mwili upelekeni tu kule makaburini mkauhifadhi. Haleluya. Nikawa nishawachomokea pale pale kwamba wao wanampenda, lakini Mungu amempenda zaidi, na ameniambia Mungu yuko pamoja naye katika ufalme wake. Huu mwili waupeleke tu. Basi kilichotokea, nasikia wale Waislamu, hebu acheni kumtania marehemu, tukazike. Hawa ndo zao hawa. Mkutano ulishia pale pale, na ndio pale baada ya kurudi nikanajiuliza, hivi uongo huu mpaka lini? Hii miujiza ya uongo mpaka lini? Ni mengi sana yaliyotokea. Hatimaye nikamfuata shekhe mmoja, ilikuwa ni saa 6 kama sikosei. Nimfuata shekhe mmoja, nikamwambia, Sheikh, nahitaji kujiunga na dini ya Uislamu, ni bei gani kujiunga na dini hii? Sheikh akanipa ushahidi wa Uislamu, akanipa vitu vingi. Nikamwambia, nataka uingie kwenye Uislamu. Akaniambia, haina shaka, sasa hivi tu nitakutamkisha. Nikasema, kama kuna hitaji pesa nikupe. Akasema hakuhitaji kipesa, maneno machache tu nakuwa Muislamu. Akanitamkisha pale shahada tayari. Akaniambia jina, nikamwambia nipe jina la Juma. Takibiri zikapigwa, maana imamu alifurahi sana, alikuwa ananifahamu sana, alikuwa ananijua. Kilichofuata pale nikamnongoneza tu imamu, nikamwambia, imamu, umeshanisilimisha ndio, lakini bado sija nani. Nikamwambia bado sija nani, bado Waislamu takbir. Siki mmeshanielewa nyie? Ndio. Washanielewa. Nikamwambia pale imamu, nikamwambia bado kimya, nikamwambia sija nani. Akaniambia nikaa sija nani. Akauliza, kwa nini hujana nini? Nikamwambia sija nani kwa sababu kule kanisani tunaamini ya kwamba kutailiwa si mpango wa Mungu. Mungu haangalii mwili, Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia roho yako ikiwa safi. Haleluya. Rianda baboshika na baboshirai. Kwa hiyo hata usipo nani. Sasa akaniambia kwenye Uislamu lazima unani. Kama basi inshallah tabiri tunani. Waislamu takbir. Sasa kimbembe kikawa pale, siku ambayo naenda kuswali, maana mtihani. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, na tujitahidi tusome dini yetu. Semeni inshallah, tuseme tena inshallah. Pale shughuli ikawa siku hiyo, baada ya siku mbili tena walinipiga vilemba. Mimi nikipiga vitu vyangu, piga vilemba pale, piga kanzu safi, wakaniletea pale. Vyombo vya habari Tanzania, magazeti ya udaku yote yakaandika, toa taarifa. Basi nikaenda msikitini. Sasa ilikuwa adhuhuri ishapita, yani ile swala ya jamaa ishafanyeje, ishapita. Lakini kwenye Uislamu alhamdulillah laha, yani hata kama umefika muda ushapita, jamaa umeikosa, unaswali. Yani Uislamu laha, uende motoni kwa kutaka kwako. We jamaa imepita, ukifika unatia udhu wako, unaenda kufanya nini? Unaswali. Kazi iko kule kanisani. Ukikuta mimi nimebadiza ibada tu, nimemaliza, labda niko mlangoni naimba tutaonana kesho Mungu akipenda, na wewe ukifika mlangoni unaliunganisha tutaonana kesho Mungu akipenda. Sasa uwezo ukajiuliza wewe umesali saa ngapi? Sasa mimi nimefika pale, naona watu washamaliza ibada, lakini nikaenda pale mbele. Imamu alikuwa amenielekeza mawili matatu, maana ndo mwanzo. Fika nikaswali, nikafunga swala yangu pale. Sasa bahati mbaya naona sasa huku nyuma yangu kuna mtu anakuja, anafika ananipiga begani pa. Nikanajiuliza, huko kwenye Uislamu na kuna kupigana tena? Mwingine tena anakuja, wanazidi kuongezeka tu. Nikagundua haya ndio ya kufanywa kwamba mimi ndio imamu Sasa nikasema nitafanyaje? Sijui sasa. Mimi nikanaenda na inamla. Kaangalia wao wako nyuma. Kiangalia pale kuna mlango. Nikasema wanawaacha. Nilichofanya nikapiga pa. Nikarudi nyuma afu nikajua nyuma yao wao sasa, na mimi nikawapiga pa. Nikasimama. Mambo yakaanza kwenda. Walipomaliza swala,
shekhe unatuharibia swala. Aliyenisaidia imamu alionisilimisha kaja anasema usione unaona kapiga hivi, huyu ndio yule aliyekuwa kafiri yule. Watu ndio hapo maana ilikuwa bala. Waislamu hakuna mchezo, hakuna mchezo, kwa sababu hii ni dini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi ni mengi ambayo niliyokuwa nikiyafanya, mengi niliyoyafanya, lakini madam tunaendelea kuwepo hapa, tutaendelea na kupeana mawili matatu. Semeni inshallah, tuseme tena inshallah. Na tutatengeneza walemavu hapa live, mtawaona namna wanavyotengenezwa. Kuna namna hii mikono inatengenezwa, kuna namna nitawafundisheni na namna. Na huu mkono unakuta mtu anaenda mlemavu kwenye TV na mkono kama mlemavu kweli. Kuna namna ya mkono kutengeneza, endapo akiukunjua haraka ana uwezo mishipa kumtafutia matatizo au ikapelekea hata kufa. Kuna namna ya kukunjua. Na ndio maana angalia kwenye TV, akiambiwa mtu sasa umeshapona, mama achia magongo yako, tupa miti hiyo sasa. Hivi unaona anatupa haraka haraka? Mnaona anatupa haraka haraka? Anaachia moja, kama anaenda tunaona anaenda hivi, afa anaachia lingine. Ile miguu kuna namna ya kutengenezwa, ukikunjua kwa haraka utaumia. Vitu vile vyoandaliwa. Wewe unaona mlemavu kweli, lakini ni ujanja unaofanyika. Ndugu zangu, jana nilielezea hapa nikasema kuna vitu vitano vinavyotumika: vitambaa, mafuta, kuna pete. Leo nataka nitumie pete. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Tuseme tena inshallah. Leo nataka nitumie pete. Wangapi wanasema nionyeshe? Mkono juu. Tuteremshe. Nitaonyesha pete leo. Na hivi ni vitu ambavyo vinavyotumika, kisha nitafafanua. Tusemeni inshallah. Nitaonyesha hapa mkanda wa vodoe. Kisha hebu shehe kwanza nitolee hiyo nazi. Yaani ndio tunamwaga unga wa watu. Unajua unga wa watu tunamwaga. Hapa nzima safi kabisa. Sasa hii nitasema maneno kisha itapasuka hapa, itakuwa na damu. Hatari. Yaani unga wa watu mimi ndo namwaga. Unga wa watu namwaga. Halafu nitakufafanulieni. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Yaani ukikosa kwenye muhadhara huu, shauri yako. Ukikosa shauri yako. Halafu Sheikh atakwambieni. Leo nakusudia kutumia pete. Kwa nini natumia hii? Natumia kwa sababu ni kukuonyesheni walau kidogo, ili wewe Muislamu ubaki katika dini yako, usije ukalitadishwa kwa kudanganywa. Na hata wewe ambaye hujabahatika kuwa Muislamu, hulazimishwi, kwa amani na upendo, fata ukweli. Maadamu ukweli unauona ufate. Unataka kusilimu saa hii, njoo usilimu. Ikiwa mimi nilikuwa na cheo na utume na unabii, kama pesa nilikuwa nayo lakini nikaacha vyote, iweje wewe ambaye hujui chochote, ukweli hujui? Wenzenu wanachokifanya ni kwa sababu ya dunia. Vitambaa nitakuja nitawapa wote. Alafu tena hatutumii jina la Yesu. Kule utasikia kwa jina la Yesu. Hapa tutatumia hata jina la mandazi, chapati, pilau, lolote lile. Hata tutatumia jina la kisakapwike, kimbangulile, kipwipwi. Leo nitatumia pete. Tusemeni inshallah. Nataka nionyeshe kwa watu watano. Nitahitaji leo nionyeshe mfano. Semeni inshallah. Nitahitaji watu watano au sita. Kina baba watatu, kina dada, kina mama wawili, watatu.
hata kama Mkristo, ila anahitaji yule ambaye anajua kidogo kajistiri vizuri. Tusemeni inshallah. Unajua wewe unasumbuliwa na mashetani, basi inakuwa leo mashetani yetu unaachana nayo, yanakuwa inna lillahi hata kama mwana baba, wala usiogope. Kwa nini tunafanya hivi? Tunakuonyesheni kama mfano tu, tunakuonyesheni kama mfano ili ujue. Tungeweza kufanyia hata sema tunaweka uvianjani namna hivi, ili wewe uweze kuona na kujua, ili ujifunze. Unapoona pale unaona mtu ana mapepo kwenye TV anadondoka chini, ujue kinachotumika ni nini. Yesu anatumika kama nembo, ndio maana yetu sisi. Sasa naomba kina mama, kina dada watatu tu tuonyeshe mfano haraka haraka, na wakina baba naomba tufanye haraka. Unajijua unasumbuliwa na mashetani, unajijua hilo, wala usione aibu. Simama, togea hapa, tufanye haraka. Na akina baba huku, hata kama ni Mkristo, hata mwanamama ukiwa Mkristo, wala usione aibu. Hata kama ukiwa ni Mkristo, simama hapa, sogea hapa. Kina baba wasimame hapa, kina mama wasimame hapa. Pale mbele. Fanya haraka. Fanya haraka haraka. Fanya haraka. Naomba tufanye haraka haraka katika hii hapa. Naomba tufanye haraka. Usione aibu, usione aibu, nyanyuka tufanye haraka haraka katika hili. Tufanye haraka maana muda ndio kuna vitu vingi tunataka tuonyeshe. Tunahitaji kuonyesha vitu vingi, alafu tunahitaji kufafanua vitu vingi. Naomba tufanye haraka. Naomba hiyo pete yangu shekhe. Kina baba naomba tufanye haraka. Wewe unajijua una maradhi yako, alafu unaona aibu. Haya, baki nayo. Tufanye haraka. Waje kina mama pale, kina baba hapa. Na kama hawaji unawaangusha huko huko. Tena unaanza huko nyuma. Wako wapi? Wakina mama naomba watatu. Mfano tu watatu. Fanya haraka haraka, naomba watatu. Tatumia pete hii hapa. Naomba wakina mama watatu. Fanya haraka, tufanye haraka haraka, muda unaenda, tuokoe muda. Wewe unajijua maradhi yako wewe. Unaona aibu nini? Siku ukiambiwa unaitwa na mchungaji kanisani, ukienda unaenda. Ili ulitadishwe vizuri. Sasa unaambiwa unaleta. Fanya haraka haraka. Pita tu hapo. Simama hapo, ni mfano. Ukiitwa na mchungaji kanisani anaenda na kulitadisha kwa jina la Yesu, simama hapa. Simama pale. Mfano tu. Yaani naonyesha ni mfano tu. Sio kusudio. Simama hapo hapo. Simama hapo hapo. Sio kusudio lake. Alafu naomba kina mama mmoja amshike hata kwa nyuma kidogo. Awe na mtu ili akidondoka. Kina baba simama. Naomba wengine kina baba. Alhamdulillah, kina baba. Wewe unajijua unasumbuliwa na mashetani, kwani maradhi si yako? Tunaonyesha mfano tu ili hata huku wajifunze. Yaani huu ni mfano. Sasa wewe maradhi yako wewe, unaona aibu wewe. Namna hiyo. Alafu leo tunatuna jina gani vile? Watoto wanichagulie jina gani? Watoto wachague jina gani? Maharage. Mandazi. Chagua kingine chakula bwana Riziki. Riziki tuache. Riziki tuache. Mimi natumia jina la boda boda. Boda boda eh? Anaweza pandisha kaangusha. Sasa wewe wakaa badala uji hapo msogea kama hoja pana mawe hapa. Sogea. Hebu tulieni. Anaweza toka kakuingia wewe. Kaeni kwanza. Kaeni chini wote. Kina mama wote kaeni chini. Kina mama wote kaeni chini. Simeambiwa abaki tu kina baba ndio wamesimama. Sogea. Sogea tu. Aya, na kuamrisha shetani una nafasi sasa na mamlaka
katika jina la bodaboda. Haya, nenda zako sasa shetani, na kuamrisha sasa. Huna nafasi kwake, huna mamlaka kwake, huna nafasi kwake, hana mateso tena. Mwachie sasa. Huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake. Nimekuona sasa, mwachie mama huyo. Hana nafasi na mateso kwake, mwachie sasa, mwachie sasa. Huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake. Njoo mshike. Huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake, huna nafasi na mamlaka kwake. Mwachie sasa, mwachie sasa, mwachie sasa. Hana mateso shetani. Sina kwambia mshike, wewe naye ulimshika mdalize. Mwache. Nyie kapumzikeni kwanza. Ana kina mama wenyewe waoga. Hem, kakae wewe, kakae kwanza. Kakae wewe, kakae. Ngoja tumsimamishe kwanza huyu. Hebu ngoja asimamishe mtu wa kwanza. Kwa jina la bodaboda, shetani una mamlaka, mwachie mama huyu. Haya, fanya safari upesi. Fanya safari upesi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inatakiwa uondoke. Kwanza unaondoka kwa kutamka shahada, ufanye safari. Sema, kina mama mfunikeni nguo. Mfunike nguo. Sema bismi. Sema bismi. Kulu bismi. Kulu bismi. Lahi. Rahmani. Kwa nguvu, Rahmani. Kwa nguvu. Hatuna uchezo na shetani sisi. Sema bismi. Bismillahirrahmani Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Anifate mimi. Ashhadu la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutoka katika kichwa hiki. Kutoka katika kichwa hiki. Kutoka kichwa hiki. Sitorejea tena. Sitorejea tena. Sitorejea tena. Na kama nikirejea, Mwenyezi Mungu niangamize. Mwenyezi Mungu niangamize. Hapa duniani. Hapa duniani. Na kesho akhera. Na kesho akhera. Haya, fanya safari. Bismillah. Pesi, changamka. Pesi, changamka, changamka upesi. Upesi, fanya haraka. Simama juu. Inuka. Inuka mama. Inuka, inuka, inuka. Pole. Pole. Pole sana. Haya. Pole sana bi mkubwa. Inshallah Mungu atakujalia. Sogea tu kupumzika. Waislamu takbir. Sheikh, kwanza muda unaruhusu. Nataka nifafanue. Kwa pumzika pale. Sasa kina baba atakuwa kesho. Kina baba kesho. Kesho. Wakina baba itakuwa kesho. Waislamu takbir. Huku nataka nifanye kitu kimoja. Kesho nataka nitumie vitambaa. Nitawapa kila mtu hapa vitambaa. Alafu wote wanadondoka kwenye mashetani. Wote. Hata kama Mkristo wote. Alafu nafafanua. Hii pete naomba shehe unihifadhie. Maana nikiendelea kuionyesha wataanza kudondoka wengi, alafu itakuwa balaa, muda wenyewe unakwenda magharibi. Tusemeni inshallah. Alafu nataka nifafanue. Nataka pia hii nazi, hebu itoe kwanza hiyo nazi. Tumetumia pete alafu nakwenda kwenye nazi. Hebu Shekhe samahani. Hebu naomba niangalizie hii nazi. Imetoboka au imefanya? Njoo Shekhe. Angalia nazi, angalia vizuri tu. Waambie Waislamu. Haijatoboka bado ni nzima. Haijatoboka bado ni nzima kabisa, yani hata haijavunjwa. Inshallah Shekhe. Maana hii tunasaidiana kufikisha ujumbe wa nani? Siku ya kiyama atakaye kwenda motoni aende yeye mwenyewe. Ndio maana yake. Ili ukija kudanganywa usije ukamlaumu mtu. Mwenyezi Mungu atujalie tudumu katika dini yetu na tufe hali yakuwa tumetamka shahada. Tusemeni amin. Tuseme tena amin.
hii nazi itasema maneno, kisha baada ya hapo nazi itabadilika, itakuwa ndani na damu. Hii nazi itakuwa na damu ndani. Alafu nitakwambia haya mambo yanatumika wapi, na Waislamu wanalitadishwa, wanamshirikisha hadi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutokujua. Kuna michezo tu inafanyika. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Nataka nifafanue. Kabla sijafafanua, na shekhe jana alhamdulillah kuna kijana mmoja hapa tukamwambia tunahitaji tupate nyumba. Yani pale ukija shetani tutakutoa bure. Tutakutoa hata kama unayo 100 tutakutoa bure kwa idhini ya nani? Lakini kama kutahitajika labda dawa tunaweza kukwambia ukanunue kama una maradhi yako mengine. Sio mashetani tu, hata kama unaumwa nini, una mgonjwa wako nyumbani, wewe mlete. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Kesho Allah kijalia tutaanza. Sheikh atakuelekezeni ni wapi hapa ambapo mtu katoa nyumba kwa ajili ya kufanya. Kutakuwa na visomo vile vile inshallah, kutakuwa na dua, kutakuwa na tiba hiyo. Tusemeni inshallah. Wewe una mashetani, una ndugu yako mashetani, tutakutoa bure. Huo una uchawi, sijui umefanya fanyaje, bure. Lakini atakupeni maelekezo shekhe dakika chache, kisha nirudi nifafanue hiyo pete imefanyaje mpaka ikafanya hivyo. Dada yetu inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu yuko njema. Alafu nitafafanua nazi hii, nataka tuionyeshe hapa. Kwa hiyo tumia dakika chache, alafu waelekeze nirudi nifafanue. Tusemeni inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sitatumia mic ya wireless maana hapa nataka kieleke. Nafikiri Dr. Tito kaelezea kwanza kwamba inshallah kesho tutafanya tiba. Tiba yenyewe inshallah tutafanya pale karibu na msikiti. Msikiti unaitwaje hapa mbele? Mkunazini. Masjid Aqsa. Pale msikiti wa mbele opposite, ukivuka nyumba ya kwanza barabarani, ya pili, ya tatu kwa nani. Kwa hivyo ukifika pale msikitini pale, ukivuka nyumba ya kwanza barabarani kwa chichoro, ya pili, ya tatu inshallah tutakuwa hapo. Mwenyewe nafikiri kama ananisikia ataniona niwatangazie labda kwa mzee gani ama kwa kina nani, ili niweze kuwatangazia umma inshallah. Kesho saa 2:30 asubuhi, saa 2:30 asubuhi mpaka saa 6:30 tunafunga dua. Semeni inshallah. Ukija pale kwenye tiba kuna mambo mawili, hebu lazima hapa tuelewane, na ndio maana mara ya kwanza wakati naanza kuzungumza hapa nimeweka wazi ya kwamba kuna vitu viwili mwanadamu anaweza kudhurika navyo. Cha kwanza, anaweza kuingiwa na jini akapata madhara, cha kwanza. Cha pili, anaweza kufanyiwa uchawi, bimaana anaweza kulogwa. Hivi ni vitu vingapi? Ni vitu viwili tofauti. Sasa kutokamana na maelezo yako, wakati unamwelezea daktari ama mtabibu wetu, atakapojua kulingana na maradhi haya unaoelezea, je, ni mfumo wa kulogwa ama ni mfumo wa kuingiwa na jini? Na ndio maana pia tunazo CD hapa. Tunazo CD, jana watu walinunua baadhi yao. Utamjuaje mtu aliyeingiwa na jini? Ama utamjuaje mtu aliyerogwa? Utajuaje zile dalili kwamba huyu mtu kwa maradhi alionayo huyu karogwa? Utajuaje? Ama utajuaje yule mtu ambaye kwamba ameingiwa na jini ya kwamba huyu kweli ameathirika na jini? Utajuaje? Kwa ushahidi wa hadithi na Qur'an. Jana tulitoa CD hapa, wengine wakachukua. Wale waliokosa inshallah leo waje wazichukue. Semeni inshallah. Mimi kabla sijamregesha Dr. Tito Foki, kabla sijamregesha Dr. Tito, mimi nataka kuzungumzia jambo moja Waislamu. Kwanza naomba jambo moja. Waislamu takbir. Naombeni jambo moja kesho tulifanye. Mimi sijapendeza na ukaaji tuliokaa leo. Sijapenda kabisa kwa sababu wakina mama mmechanganyikana na wakina baba. Si Uislamu. Mimi wakati niko kanisani hata wakichanganyikana hakuna tabu. Tena mimi nawaambia tu, wewe Magdalena kaa hapo karibu na wewe na yule bwana John, maana Mungu haangalii mwili wala mavazi. Haleluya. Wakati ule lakini tena nilikuwa napenda wale wanakwaya wangu wavae vimini, mini skirt zile. Akipiga kile yuko pale mbele nasema safi sana. Magdalena safi sana. Sasa pale namwambia tu John anzisha kwaya, atapiga tu ile kwa mbele mbele, kwa nyuma nyuma. Sasa kwa mbele yule akienda mbele, wakati anarudi sasa shughuli inakuwa hapo. Sasa katika Uislamu wanawake peke yao na wanaume
Hasi na chanya havikai sehemu moja, patatokea mlipuko. Maana huku kuna wakina baba wako upande huu, anaona mkewe yuko huku alafu yuko karibu na kidume, unafikia atasikiza maneno vizuri? Subutu. Unaweza ukatoka hapo kamuuliza shekhi, kwani wamezungumza nini leo? Anaanza, unajua niliona alisimama alivaa nguo fulani. Ajui, si mchezo. Bibi yake, wenyewe mnaita bibi huko, maana sisi bibi kule kwetu Tanzania ni bibi mzaa baba, yani nyanya mnaita nyanya, sisi ndio bibi huko, bibi mke. Lakini ndio hivyo tena, alhamdulillah. Kwa hiyo naombeni kesho wanawake mtakaa upande huu, tusemeni inshallah, tuseme tena inshallah. Na nyie midume huko mtatoka mje mkae huku, tusemeni inshallah. Na naomba mapasta kesho kama wapo waje. Kesho nitaonyesha vitambaa, kesho vitu vingi, kesho nazi kesho nazi. Wanataka leo. Takbir. Kwanza nataka nifafanue kuhusu pete, alafu tuangalie ili swala la nazi inakuwaje. Watu wanahamna nazi shehe, ibadilike nazi. Kesho ndugu zangu, nini kilichotumika kwanza kwenye pete? Naomba hiyo pete, fanya haraka. Nini kilichotumika? Unapoona we Mkristo, we Muislamu kwenye TV, jina la Yesu linatumika. Jina la Yesu linatumika. Watu wako makazini kwao, lengo ni wewe kukulitadisha. Hii pete ni pete ya kawaida. Tanzania nimeinunua shilingi 15,000. Sijajua huko wanauza bei gani. 15,000, shilingi 7,000, itakuwa 7,000 shekhe. 15,000. Ni shilingi 800. 800 au 700. Sasa hii pete sio kwamba ina miujiza, sio kwamba ina jina la Yesu. Hii pete ina namna ya kufunga na kufungua ndani, namna hii inafunga na kufungua. Anachokifanya yule pasta, yule mtume na nabii kule, anachukua yale mafuta yale, anayamimina ndani yake, kisha anafunga. Akishafunga, ukiwa wewe una mashetani, una maradhi ya mashetani, akikusogezea namna ile, ukivuta ile harufu ya yale mafuta, yule shetani anapanda na anakuwa ni mwenye kutoka, kama mlivyoona kwa dada yetu, mama yetu pale. Si umeelewa vizuri? Naomba mtu mmoja anuse kidogo hapa. Shekhe, leo naona kazi itakuwa imekuangukia wewe. Hebu inuse kidogo. Inanukia mafuta? Inanukia nini? Inanukia mafuta kidogo. Waislamu takbir. No. Waislamu takbir. Na haya mafuta tulifanya mkutano, tafuta DVD zangu waliozipata, wengine ziko hapa DVD zangu. Hii hapa, hii ilifanya Tanzania, tafuta hii DVD. Na kuna moja tulifanya mkutano Mtwara Tanzania, kule ulikopatikana gesi. Mtu mmoja nikamwambia haya mafuta usichukue kama we ni mchawi, akalazimisha akachukua, akaenda akajipaka. Bwana, shughuli yake kesho yake uwanjani alikuwa anajikuna. Nikamwambia nilikwambia. Sasa natoa tena angalizo, ukijijua wewe usiku mwanga, saa 2 unageuka paka. Maana kuna watu wengine saa 2 tukashageuka bundi, utasikia hi. Sasa unajiuliza hili bundi sasa hivi limetokea wapi? Mwingine saa 2 tukageuka paka, nyau, paka lenyewe linavolia kama mtu, hata uelewi. Sasa ukijijua unasumuliwa na hivyo. Wewe chukua ya mafuta, changanya na maji kidogo, nyunyuzia ndani. Alafu kama mchawi ndiye anakuja kwako, anakutembelea, kazi kwake. Semeni inshallah. Na hata kama wewe mtoto anashtuka usiku, wewe tumia kumchua na kumpaka usiku mtoto, hali ya kushtuka Mwenyezi Mungu atajalia itakata. Unasikia mwili unauma, viungo vinakuwa ganzi, wewe mwenyewe mtu mzima ukiweka kitu dakika umesahau. Mtoto akisoma haifadhi, ufahamu ni mdogo, tumia kumpaka inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na hata wale wanaosoma rukia, wewe tumia ukimnusisha tu. Wewe wasoma rukia umepata rahisi kweli, yani unapaka mkononi unamwekea tu, utaona mtu chini. Ukimaliza wewe yachukue haya, nenda katumia hata jina la mjomba wako aliyekufa miaka 50. Wewe taja tu kwa jina la Kisakapwike, Kimbangulile, Kipwipwi. Kama na mashetani utaona mtu chali, unamtoa. Ila
ni vizuri ajipake mfululizo siku 21 inshallah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hakuna tena shetani awe ametupiwa au amefanya nini. Na sio hayo tu, yako mengi, lakini kwa sasa hivi kwa sababu muda hautoshi, inshallah Tanzania ni shilingi 30,000, lakini hapa nikamwambia Sheikh kwa sababu kupatikana kwake ni ghali, na lengo ili na wewe ukatumie ukaone. Waliochukua Tononoka waliona faida yake, waliochukua kwenye mkutano Likoni Cartex pale waliona faida yake. Inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atakujalia, utaona yatapatikana hapa Shekhe kwa shilingi 1,500. Lakini nizungumze jambo moja kabla kwenye nazi. Kesho pale aliposema opposite na msikiti, una maradhi yoyote, si mashetani tu, kutakuwa na taratibu, atasikilizwa mtu mmoja mmoja. Hatuwezekani watu wote kila mtu ataje shida yake, hapana. Mmoja mmoja, kutakuwa na taratibu pale, kutakuwa na dua, kutakuwa na kusikiliza mtu. Na vile vile wengi hapa tunaumwa, tumeathirika kwa madawa ya kidukani, makemiko mbalimbali, na wengine tumeathirika na uchawi, tumeathirika na mashetani. Wengi ni wagonjwa. Wengi hapo utasikia usiku akina kwambia mimi naota nafanya tendo la jimai. Ujue una aina ya shetani. Huyo anapelekea we kuota ndoto unapaa, unaota unakimbizwa, unaota umezaa, unaota unanyonyesha. Ni aina ya shetani unaye. Kwa akina baba ataota anahisi anafanya jimai, na wengi wao huchukia hata ndoa zao. Ikiwa ni mwanamke anamchukia mumewe, mumewe akiwa mbali anampigia simu, halo hani, uko wapi? Akifika ndani anakuwa mkali kama pilipili. Ujue usiku ana mtu wake. Wewe njoo, inshallah tutakusaidia kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Una mgonjwa wako, una ndugu yako, waliokuja Cartex waliona, tutakusaidieni pale inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kuanzia saa 2 wahi mapema, saa 2 tutakuwepo pale inshallah. Njoo. Kama una mashetani tutakutoa bure. Kama una mashetani tutakutoa bure. Lakini kama kutahitajika dawa utakuelekeza, utakwenda kununua. Kama tutakuwa nazo tutakupa. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Tuseme tena inshallah. Sasa hivi saa yangu mimi sio yenu, maana inawezekana ya kwako ya Kichina. Ya kwangu mimi inaniambia saa 12 na dakika 23. Dakika 23. Ina maana bado dakika 7, bado dakika 5 twende tukaswali swala ya magharibi. Bado dakika ngapi? 5. Na ibada ya swala ni lazima. Mwenyezi Mungu anasema sikuumba binadamu na majini isipokuwa fanyeje? Wakina baba nyie sitegemei kama kutakuwa na dharura. Wakina mama naamini wana dharura ila wachache. Sasa wewe kidume usipoingia msikitini magharibi kusingizie dharura, sawa na dharura gani na wewe? Nikishasema dharura mmenielewa nyie kina baba wenzangu. Mmeshanielewa. Kwa hiyo sasa hivi itabidi tujiandae kwenda magharibi. Niombe jambo moja. Mafundi mitambo, kesho tunahitaji kuonyesha vitu zaidi ya 3. Tutaanza na nazi, tutakuja kwenye vitambaa, wote watapewa vitambaa, kisha tutafafanua, na kesho tutawakaribisha watu waulize maswali pale. Tusemeni inshallah. Kwa sababu nikisema nionyeshe swala la nazi sasa hivi tutatumia muda mrefu. Sasa mimi niseme kesho liwe la kwanza kulionyesha. Kwa hiyo inshallah kwa wakati huu tuelekee magharib. Wale wanaohitaji mafuta waje hapa. Shekhe inshallah utawaelekeza ili kesho waje pale kwa ajili ya shughuli na tiba. Asalamu alaykum. Nataka tuombe dua. Mnaenda wapi? Nataka tuombe dua sasa. Tunaomba dua Waislamu, ndio tunaachana jamani. Tunaomba dua. Alafu vile vile kuna CD. Ziko CD hapa. Ziko CD za mihadhara yetu tumeifanya Mombasa. Ziko CD tuliofanya Tononoka hapa. Watoto ondokeni hapa, ondokeni. Ziko CD hapa za Dr. Juma Tito, muhadhara mkubwa ambao tumefanya Tononoka hapa, shilingi 100 inshallah. Kwa hivyo zinapatikana hapa inshallah. Mafuta, anayetaka mafuta shilingi 1500 njoo uchukue, upewe maagizo, na wewe ukichukua ufuate maagizo kwa Dr. Tito inshallah. Wanaotaka mafuta inshallah. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب نسألك صلاة مقبولة، يا رب نسألك حاجة مبرورة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kesho tiba ni pale karibu na msikitini. Kesho tiba upande huo. Nyumba ya nani? Nyumba ya kwanza, pili, ya tatu, sio ya nani? Ndani ya barabara.